Sana jina Bwana lipewe sifa. Naitwa mtumishi wa Mungu Mwesiga, na tuliweka ratiba ambayo tulitakiwa kujifunza masomo 7 ndani ya kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 20, na tumeshasoma masomo kama 3 nadhani. Ili ni somo la 4 kama sio la 5, na somo lenyewe linaitwa vita ya ndani ya mwili versus roho. Kila mtu anapitia vita hii. Hakuna mwanadamu ambaye hapitii vita hii. Roho yake na mwili wake vinapambana, na matokeo ya matendo ya mwanadamu anayokuwa nayo ni sababu ama ni mshindi anayekuwa amepatikana katika vita hii. Ukiona mwanadamu ana matendo mabaya, anafanya yasiyompendeza Mungu, maana yake mwili wake umeshinda katika vita hii. Lakini ukiona mtu anapambana kuhangaika kwa ajili ya kumpendeza Mungu, basi jua roho inashinda katika vita hii. Ukweli ni kwamba vita hii haiwezi kuisha leo. Vita hii itadumu kwa miaka yote mpaka utakapotoka duniani. Pale ambapo itakuwa ni dakika yako ya mwisho, sekunde yako ya mwisho, kile kitakachoshinda ndicho kitakachohesabika kuwa mshindi katika maisha yote yatakayofuata baada ya kuondoka katika dunia hii. Kwa maana yale maisha yanayokuja ambayo tumeahidiwa kwamba tutaishi. Kwa hiyo haijalishi umeishi kwa namna gani kwa miaka yote, haijalishi roho imeshinda kwa mara ngapi, lakini wakati wa mwisho utakapofika na roho ikawa imeshinda, maana yake ni kwamba ufalme wa mbingu utakuwa juu yako, utakuwa kwako. Utaenda katika ufalme, utaenda katika mbingu, amini, utaenda katika uzima wa milele. Lakini ikitokea ukao roho ikawa inashinda lakini mwisho mwili wako ukashinda, maana yake unaingia katika kuzimu ama katika jehanamu, na majina mengi ambayo wanaita. Kwa hiyo mwili ni matokeo ya tamaa ya mwanadamu. Raha pamoja na dhambi, ama raha ya dhambi. Kuna raha ya dhambi. Kuna watu ambao wanafurahia raha ya dhambi, na ni wengi mno. Kuna watu wanafurahia dhambi zao. Kuna watu wanafurahia mambo maovu. Kwa hiyo wale wanaofanya hivyo, maana yake ni mwili una manifest. Lakini pia roho ni matokeo ya mapenzi ya Mungu ndani ya mtu. Kupenda haki, kupenda utakatifu, hayo ni matokeo ya roho. Sasa kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 hadi wa 18, tukianza na mstari wa 17 inasema, kwa sababu mwili hushindana na roho na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana na hamwezi kufanya mnayotaka. 18 inasema, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Na ukiendelea 19 inaelezea kuhusu matendo ya mwili ni yapi, akiongea mambo ya washirati, ibada za sanamu, gomvi, hasira, fitina, uzushi, mafarakano na kadhalika. Hayo yote yanazungumzwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 pamoja na wa 18 pamoja na wa 19, lakini ukiendelea moja kwa moja mpaka 20. Sasa huwezi kuongea vita ya mwili na roho ukaacha kuongea amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu zimekuja kama chanzo ama zimekuja kama silaha ya roho anayotumia kupigana na mwili. Ili mtu aweze kushinda ama ili roho iweze kushinda, inatokana na namna gani umeweza kuishi katika amri 10 za Mungu. Lakini kuna wakati unafika unapoendelea kuishi katika amri 10 za Mungu, kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 18 unatimia kwamba, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Kwa hiyo sheria imekuja kwa sababu ya wanaoongozwa na mwili. Kwa maana ya wale ambao mwili wao umekuwa ukishinda sana, ndio maana wameletewa sheria. Kwa sababu mtu ambaye mwili wake umeshinda, mtu ambaye roho yake imeshinda, hawezi kuzini, hawezi kufanya mambo mabaya yote, kwa sababu roho yake ndio inayoshinda. Kwa maana ya mapenzi ya Mungu ndio yanayoshinda ndani yake. Kwa hiyo sheria haipo kwa ajili ya mtu ambaye roho yake inashinda. Sheria ipo kwa ajili ya mtu ambaye mwili wake unashinda. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo sasa tunachokiongelea hapa ni kwamba tutakapoongea kuhusu vita kati ya mwili na roho, hatuwezi kuongea vita kati ya mwili na roho tukaacha kuongea kuhusu amri 10 za Mungu. Kuna uwiano mkubwa sana kati ya amri 10 za Mungu. Wakati mwili unakuambia fanya unachojisikia, roho inakwambia fanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuna conversation kati ya mwili na roho. Baadaye itakapofika mwisho, mmoja atashinda kati ya mwili ama roho. Sasa ni nini kinachopelekea roho ishinde ama mwili ushinde? Ni kile ulichokijenga ndani yako. Ni ufahamu wako umeujenga katika kipi. Ikiwa hauna ufahamu wa kutosha kuhusiana na Mungu, mwili wako utashinda. Lakini ikiwa una ufahamu wa kutosha kuhusiana na Mungu, roho yako itashinda.
Kuna wakati mwingine unaweza ukashindwa, lakini ukipambana na kupambana, baadaye utajikuta na wewe roho yako imeshinda. Kama tuko duniani hapa, hakuna mwanadamu ambaye amekwisha kufanikiwa katika vita hii. Hata mimi ninayeongea hapa bado nipo katika vita hii. Kuna wakati mwili wangu unashinda, kuna wakati roho yangu inashinda. Hata wewe unanisikiliza, kuna wakati mwili wako unashinda, kuna wakati roho yako inashinda. Lakini kinachotakiwa ni kwamba tufanye tutakavyoweza, idadi ya ushindi wa roho iwe nyingi kuliko idadi ya ushindi wa mwili. Na itakapofika sehemu na sisi tusiwe chini tena ya sheria, kwa sababu roho yetu imeshinda. Kwa hiyo kama nilivyokwisha kusema kwamba hatuwezi kuongea haya yote bila kuhusisha amri 10 za Mungu. Kuanzia amri ya kwanza mpaka amri ya mwisho, zote zinazungumzia kuhusiana na vita iliyopo kati ya roho na mwili. Na kama kusingekuwa na vita hii, kusingekuwa na amri. Kama mtu ambaye hana vita hii tayari ni mshindi. Mtu ambaye katika vita hii roho yake imeshinda, tayari yeye ni mshindi. Na hayuko chini tena ya sheria. Hizi sheria tunazowekewa hapa duniani, hata hizi sheria za kimwili tunazowekewa mahakamani wapi, zipo kwa ajili ya watu wanaotenda maovu. Ingekuwa wanadamu wote duniani hatutendi maovu, kulingekuwa hakuna haja ya sheria. Kwa hiyo ukitaka kuishi katika kutokutenda maovu, ukitaka kuishi bila kufuata sheria, kwa kutokutawaliwa na sheria, inatakiwa uhakikishe roho yako inashinda. Sasa naomba tupitie amri 10 zote za Mungu. Hizi amri 10 za Mungu zipo katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 17 nadhani. Kama sio mstari wa 7. Hapo kuna amri 10 za Mungu zimewekwa pale. Sasa natamani tuongee kuhusu amri moja baada ya nyingine. Sitatamka kama ilivyo, lakini tutatamka kile kiini cha sababu ambayo amri 10 ya Mungu imewekwa. Na ni kwa nini Mungu ameweka hizi amri 10 za Mungu? Labda amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine. Lengo lake ni inakusudia kwamba wanadamu wasiwe na miungu mingine. Sasa tatizo linakuja wapi? Mwili unapenda kuweka vitu mbele ya Mungu. Kwa maana ya pesa, watu na tamaa. Lakini roho inataka Mungu awe wa kwanza. Mwili unaweka vitu mbele ya Mungu. Na maana kumwambia mtu chagua kati ya fedha na Mungu, anachagua fedha. Chagua kati ya kufanya matendo ya tamaa na Mungu, anaamua kufanya matendo hayo. Lakini kuna watu ambao wamekuwa kama miungu watu kwa kuwasaidia watu. Umepata msaada mara ya kwanza, umepata msaada mara ya pili, unamuona yule sasa ndio Mungu. Hata atakapokuambia kitendo ambacho kitakuwa ni cha kukosea, uko tayari kukifanya kwa sababu unajua unapata kitu kutoka kwake. Lakini Mungu hauko tayari kumfuata. Kwa hiyo roho inataka Mungu awe wa kwanza, lakini mwili unataka pesa, watu, tamaa viwe vya kwanza. Kwa hapa vita iko wapi? Vita ipo kati ya anayetawala maisha yako. Ni nani anayetawala maisha yako? Ni Mungu ndiye anayetawala maisha yako au ni vitu ndivyo vinavyotawala maisha yako? Kwa hiyo vita vipo kati ya mtawala. Kwa hiyo ili ushinde vita hii inabidi ufanye Mungu kuwa mtawala wako. Lakini amri ya pili inasema usijitengenezee sanamu. Inamaanisha kwamba usijitengenezee sanamu. Mwili unapenda kuabudu vitu vinavyoonekana. Yaani mwili unataka kitu unachoweza kukigusa. Ndio maana unakuta kuna watu wanaabudu ng'ombe, kuna watu wametengeneza sanamu zao wanaziabudu. Biblia inaongelea wazi watu waliokuwa katika kitabu cha Daniel kile kilichokuwa kinaongelea Daniel 3 kurudi nyuma kule kwamba watu walikuwa wanataka yule Nebukadnezar alikuwa ametengeneza sanamu ya ndama kwamba watu waabudu ile sanamu. Kwa hiyo wanadamu wanataka kile kitu ambacho kinashikika, wanakiona. Na huo ndio mwili unataka hivyo. Lakini roho inaishi kwa imani. Na kama tunavyojua imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana na ni hakika ya mambo ya tarajiwayo. Kwa hiyo unaweza usikione kitu lakini unakiamini kwa sababu Mungu ndiye asili ya hicho kitu. Mungu ni roho. Kwa hiyo hauwezi kumuona Mungu kwa macho yako. Lakini watu kwa sababu hawamuoni Mungu wanatafuta kitu ambacho wanaweza kukiona ili wakiabudu hicho. Kwa hiyo tatizo linakuja kuanzia hapo. Kwa hiyo vita iliyopo hapo ni vita kati ya kuona na kuamini. Mwili unataka uone, lakini roho inataka kuamini.
Kwa automatically mara nyingi anayekuja kushinda ni yule anayeona, kwa sababu wanadamu wako reasoning zao ni za kibinadamu sana na ufahamu wao uko chini sana. Kwa sababu Mungu anasema pale tunapoishia sisi ndio Mungu anapoanzia. Kwa ufahamu wetu sisi upo chini sana. Kwa hiyo tukiwa na tumeweka zile kwamba Mungu yuko hivi na hivi na hivi na hivi, tumeweka vitu ambavyo kwamba anahusika anafanyaje. Na ukifuatia watu wengi ambao hamuamini Mungu, wanasema Mungu hayupo kwa sababu hawamuoni. Ndio sababu ya kuwafanya wasi. Kwa hiyo mwili umewatawala sana kuliko roho. Kwa hiyo hapo vita ni kati ya kuona versus kuamini. Lakini ya tatu tunasema usilitumie ama usilitaje jina la Mungu wako bure. Mwili unatumia maneno bila hofu. Yaani lolote lile linaweza likatamkwa bila kuogopa chochote. Lakini roho inaheshimu utakatifu. Mungu ndiye asili ya kila kitu. Kile unachokiona hapa ni asili yake ni Mungu. Kwa hiyo uwezo wake ni mkubwa kuliko ufahamu wetu sisi. Kwa hiyo tukitaka tumchukulie Mungu kama binamu yetu, tukitaka tumchukulie Mungu kama ndugu yetu, tukitaka tumchukulie Mungu kama jirani, mtu ambaye anaonekana ama mtu ambaye ni wa kawaida, tunaelekea katika kumtaja. Kutaja popote pale unapojisikia unataja tu bila kujali utakatifu wa ama uzito wa lile neno ambalo unalitaja. Kwa hiyo vita iliyopo hapo ipo kati ya ulimi na mwili. Katika roho vita yake ni ulimi, na katika mwili vita yake ni nidhamu ya roho. Kwa roho inahitaji uwe na nidhamu, uheshimu vitakatifu, lakini mwili unataka utamke chochote tu. Kwa ulimi wako unakuwa mepesi kutamka kile unachotaka kutamka. Lakini tukiangalia amri nyingine inasema kwamba ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Hapa kuna mambo mengi hapa. Lakini ukweli kwamba siku ya Sabato ni Jumamosi. Hii inajulikana wazi. Kwa hili wa Sabato ama wa Adventist wa Sabato wako sahihi kabisa. Kwa hiyo tukiacha kuongelea kuhusu nani yuko sahihi ama nani ambaye yuko sahihi, katika hili la kuheshimu siku ya Sabato na kuitakasa, mwili unapenda kushughulika bila mapumziko. Na wakati mwingine unaweza kuwa tayari kupumzika siku nyingine, lakini sio siku ya Sabato. Lakini roho inahitaji muda wa Mungu. Inahitaji muda na Mungu. Wakati ambao unatakiwa kukaa na Mungu ni wakati ambao unashughulika kufanya kazi mbalimbali. Wakati ambao unatakiwa kuomba ni wakati ambao unafanya shughuli zako za kibiashara na mambo mengine. Kwa hiyo mwili unakutengenezea ubize, lakini roho inahitaji utenge muda na Mungu wako. Kwa hiyo tukiliacha hivyo tusipanue sana, kwa sababu lina uzito wake. Ili nadhani nitaitafuta siku yake maalum kwa ajili ya kulifundisha. Kwa vita hapo ni shughuli ikilinganishwa na uwepo wa Mungu. Shughuli zinakuwa nyingi, lakini watu hawahitaji uwepo wa Mungu. Lakini tunapokuwa tayari kuacha shughuli zako, maana yake umeruhusu uwepo wa Mungu kwako. Kwa hiyo amri nyingine nasema uheshimu wazazi. Inaongelea kuhusu heshimu baba na mama yako na nini, lakini inamaanisha kwamba uheshimu wazazi. Kwa hiyo mwili unajivuna na kuasi. Unaasi hata kile kiini chake. Lakini roho una unyenyekevu. Kwa hiyo vita ni kati ya kiburi na unyenyekevu. Lakini pia kuna nyingine nasema kwamba usiue. Mwili una hasira na chuki. Lakini roho ina upendo. Kwa hivyo vita ni kati ya chuki na upendo. Ukiwa na upendo huwezi kuua. Usipokuwa na upendo unaweza kufanya lolote. Kwa hiyo tunakuja katika vita ile ambayo tumeizungumzia kati ya mwili na roho. Hapa katika amri hii ya usiue, ukiona mtu ameweza kuua, jua chuki yake imezidi upendo wake. Lakini ukiona mtu amesamehe, jua upendo wake umezidi chuki yake. Nyingine nasema kwamba usizini. Mwili una tamaa ya kimwili, lakini roho inajali usafi na utakatifu. Kwa vita iliyopo hapa ni kati ya utakatifu ama ni kati ya nidhamu na tamaa. Kwa ukiona mtu amezini, jua tamaa imeshinda. Ukiona mtu ameshinda uzinzi, jua nidhamu yake ipo juu ama anaelekea katika utakatifu. Lakini nyingine nasema kwamba usiibe. Mwili unataka kupata jambo haraka bila haki. Huo ni mwili. Lakini roho unasubiri na kufanya kwa haki.
inasubiri process. Kwa hiyo hapo vita ni kati ya tamaa na haraka. Kati ya tamaa ya haraka versus uadilifu. Mtu anataka vitu vipatikane hapo hapo, lakini mtu mwingine anataka avipate kwa uadilifu. Process izingatiwe mpaka atakapokuja kupata kile anachokihitaji. Kwa hiyo amri nyingine inasema kwamba usishuhudie uongo. Mwili unapenda kujilinda kwa uongo. Yaani linatokea jambo ambalo unahisi usipodanganya hauwezi kueleweka. Ama usipodanganya unaweza ukawekwa ukafungwa. Ama usipodanganya unaweza kufukuzwa kazi. Kwa hiyo mwili unataka kujilinda kwa uongo. Lakini leo inasimama kwenye kweli. Na hapa kuna watu wengi tunaanguka sana. Kwa hapo vita ni kati ya uongo na ukweli. Useme ukweli ukubali kile kitakachotokea, ama useme uongo kwa ajili ya kuficha madhaifu yako. Kwa hiyo kuna wakati mtu anadanganya, maka akidanganya uongo umeshinda, akisema ukweli kweli imeshinda. Akidanganya mwili umeshinda, akisema ukweli roho imeshinda. Lakini amri ya mwisho ambayo tunataka tujizungumzie leo inahusiana na kuhusu kutokutamani. Mwili unataka kisichokuwa cha kwako, lakini roho inaridhika na kile ilicho nacho. Kwa vita ni kati ya tamaa na kuridhika. Kwa hiyo tukiangalia yote haya, amri 10 za Mungu zinaongelea moja kwa moja kuhusiana na kile ambacho tumekizungumzia, kwamba kuna vita iliyopo kati ya mwili na roho. Kila mwanadamu ambaye ana utambuzi, kila mwanadamu ambaye afya yake ya akili iko vizuri, anapitia changamoto hii. Kuna wakati analazimika kudanganya kwa sababu ya kutaka kuulinda kitu fulani. Lakini anapofanya hivyo anajikuta amekosea. Kwa hiyo kuna watu ambao tupo katika sheria kwa sababu hatujakubali kufuata kile ambacho roho inatuelekeza kufanya. Kwa hiyo ili mtu tuweze kushinda katika vita hii ni kuisikiliza roho kuliko kusikiliza mwili. Ninawaacha na ujumbe huu kwamba vita ya ndani yako ili ishinde, ili roho yako ishinde, ama ili wewe ushinde, unahitaji kuisikiliza roho kuliko kusikiliza mwili wako. Mwili unakupeleka katika kuzimu. Mwili unakupeleka katika majuto. Lakini roho inakupeleka katika ushindi. Kila unayemuona duniani ambaye anatenda mabaya, majambazi hawa wanaofanya mambo mabaya, ni kwamba wamesikiliza miili yao. Kwa hiyo ili ufanikiwe usifike kote huku, ili sheria kwako isiwe ni kitu cha muhimu sana, usiongozwe na sheria kama kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 18 unavyoongea. Unatakiwa kuisikiliza roho yako, kwa kuwa Mungu amekaa katika roho. Biblia inasema kwamba Mungu ni roho, na waabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu sio mwili kwamba utamuona utamgusa. Mungu ni roho. Kwa hiyo ili ushinde unatakiwa kuisikiliza roho. Roho kwa maana ya Mungu na roho yako vina uwezo mkubwa sana wa kuongea. Vina uwezo sana mkubwa sana wa kufanya kuhamisha taarifa. Lakini mwili wako unakuwa kizuizi. Ndio maana watu wengi wakiwa wamekaa, wakiwa macho, hawaoni ni nini Mungu anahitaji. Hawaoni wako wapi katika ulimwengu wa roho. Lakini wanapolala na kuilaza miili yao, ile ni kama vile nusu kifo. Mwili unapokuwa umekufa, roho yako inaamka. Then Mungu anaanza kukupa ndoto. Unaona kwamba hiki kinatakiwa hiki, Mungu anakuambia hili, anakuacha kwamba hapa kuna tatizo hili, kwa sababu mwili wako umelala. Lakini mwili wako unapokuwa active, ni ngumu sana kupata information kutoka kwa Mungu. Kwa sababu miili yetu mara nyingi imekuwa iko against na Mungu. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza mazingira ya kuhakikisha na miili nayo inakubali kile ambacho Mungu anakihitaji na inafanya kile ambacho Mungu anakitaka. Hali itakayopelekea hata ukiwa umesimama hapa Mungu anaongea na wewe. Lakini ni ngumu Mungu kuongea na wewe bila wewe kulala, kwa sababu mwili wako uko kinyume sana na Mungu. Kwa hiyo mwili unatakiwa uongee lugha ya roho.
Mwili unatakiwa kuongea lugha ya roho. Usikubali mwili wako ukaongea lugha ya mwili. Hakikisha mwili wako unaongea lugha ya roho. Kubali kila hatua utakayopitia. Jifunze kwa kila hatua, lakini usikubali kuongozwa na mwili wako. Huu mwili wa kila mwanadamu ni jaribu. Hivi vitu vilivyowekwa katika mwili huu ni majaribu. Roho yako ikifanikiwa sana na mwili wako unafanikiwa. Biblia inasema kwamba namfanikiwe kama roho zenu zinavyofanikiwa. Kwa sababu kuna watu ambao roho zao zimefanikiwa lakini miili yao haijafanikiwa. Kwa sababu hawajakubali ama hawajaweza kuifanya roho yao, miili yao kufuata kile ambacho roho yao inataka. Ndio maana unaweza kumuona mtu ameugua. Ikiwa yuko sawa, ikiwa roho yake ina nguvu sana, kuugua ni ngumu sana. Au kama unaweza kuugua, una uwezo wa kutoka katika magonjwa haya. Hata kama ni magonjwa ya kibiolojia. Ukifuatilia pathophysiology ya HIV inapofanya kazi, na mtu akaja akwambia kwamba kuna mtu amepona HIV kwa maombi, ni jambo ambalo linashangaza. Lakini kwa sababu ni nini? HIV imepona, lakini imepona kutokana na HIV imepona kutokana na pamoja na kile kinachoonyesha kwamba kuna ugumu sana wa HIV kupona. Kwa sababu inasemekana kwamba ikitokea inabidi uue virus zote, na virus zote zipo ndani ya damu, na inabidi utoe damu yote. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kumtolea damu afu bado akaendelea kubaki hai. Lakini mtu anaomba kwa maombi afu HIV inaondoka. Ukweli ni kwamba kwa sababu roho yako imekuwa na nguvu sana, inaweza ikauambia mwili ukafanya lolote. Kuna watu wanaumwa kansa ambayo haitibiki kabisa, ambayo ishafika stage ya mwisho kabisa. Lakini kwa sababu roho zao wamezipa energy, roho zao zimekuwa na nguvu kuliko miili yao, leo tunaongea ni kwamba ni washindi wa magonjwa haya. Kwa hiyo kila matatizo ambayo yanatokea unayopitia yanatokana na nini kimeshinda ndani yako. Kwa hiyo hakikisha unaruhusu ushindi unapatikana, na usiruhusu mwili wako ukashinda. Mwili tulionao sio wa kwetu. Ndio maana tukifa wanasema ule ni mwili wa. Ina maana ule mwili sio mimi. Mimi nipo nje ya huu mwili. Lakini nautumia huu mwili kujionesha. Ndio maana hata nida zangu zimeonesha sura yangu. Nikitaka fingerprint yangu inaonesha pale, na fingerprint yangu ni mwili. Kwa hiyo huu ni mwili ambao tumepewa tu kuishi nao hapa duniani. Lakini sisi ni tofauti na huu mwili tulionao. Roho zetu zipo, lakini zipo kabisa, yani ziko tofauti na huu mwili tulionao. Kwa hiyo kuna mwili, kuna wewe. Kwa hiyo usione kwamba mwili wako sasa unatakiwa utimizie kile unachokihitaji. Kumbe mwili uliopewa huu umepewa tu kuvaa kwa muda ambao uko hai duniani hapa. Lakini itakapofika wakati wa kutoka duniani hapa, utavua huo mwili na utaenda huko utaoza, lakini wewe utabaki. Kwa hiyo usichanganywe na wingi, usichanganywe na uzuri wa sura yako, usichanganywe na mwili ulivyokaa ukajiona wewe ni mtu ambaye unafaa sana. Kumbe huo mwili uliopewa ni wa muda tu. Unautumia tu kwa muda, lakini sio wewe sio huo mwili. Unapoanza kutambua kwamba wewe na mwili ni vitu viwili tofauti, ndipo unapoingia katika ushindi. Kama umepewa mwili tu kuvaa kwa muda, ni kama ulivyopewa nguo kuvaa. Mwili ni sawa na nguo. Lakini roho yako haiwezi kufa. Ndio maana mtu anaweza kaua mwili lakini hawezi kuua roho. Kwa hiyo hakikisha roho yako ambayo utaishi nayo miaka yote, ambayo kabla hujazaliwa ulikuwa na roho, na baada ya kufa bado roho itabaki. Roho imeishi kwa miaka mingi. Tangu siku ile Mungu anamuumba mwanadamu, roho yako iliumbwa siku hiyo hiyo. Mpaka leo roho yako inaishi. Kwa kusema kwamba nina miaka 30 ama nina miaka 15 ama nina miaka 70, huyo ni miaka ya mwili wako, sio miaka ya roho yako. Roho yako imeishi miaka mingi sana. Roho yako ina experience kubwa sana. Ndio maana kuna mambo mengine unayaona, unahisi umekwisha kuyaona, na ukifuatilia katika ratiba za katika kitu ambacho mambo ushayaona katika mwili hujawahi kuyaona, lakini roho inakwambia kwamba hiki jambo ushaliona. Roho inakwambia hili jambo lishatokea kwa sababu roho yako ina maisha, roho yako ina miaka mingi, roho yako ina experience kubwa kuliko mwili wako. Kwa hiyo tusidanganywe na mwili. Haya yote ya uongo, uzini, yote haya yanaongea kuhusu mwili.
Amri 10 zote za Mungu zinalenga kuipa silaha roho ili iweze kushinda mwili. Lakini kushindwa kufanya zile amri 10 za Mungu zinafanya mwili wako kuwa na ushindi. Na mwili wako huu ukishinda, maisha hutokuja kuyapata. Hutokuja kufanikiwa kuishi maisha ambayo Mungu anakusudia uishi. Wale wote wanaoenda kuuza roho zao kwa hawa wachawi, sifu, masons, Illuminati, wanafanya hivyo kwa sababu ya kutaka kuikomboa miili yao. Lakini kumbe wanaikomboa miili yao na kuuza roho zao. Yaani wanakomboa kitu cha muda mfupi na kuuza kitu ambacho cha muda mrefu kilichodumu na kudumu. Kwa sababu hawajui ni nguvu gani ipo ndani ya roho zao. Kwa hiyo kutokana na hili somo ambalo tumesoma sasa, ninaamini kila mmoja aliyesikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho amepata jambo jipya. Kuna kitu amejifunza. Kwa hiyo naomba tuitumie elimu hii kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Mungu awabariki sana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen.